Watu wengi husema kwamba siwezi kwenda katika sober house ni kwa sababu kule watu wanaopelekwa kule ni wale ambao wanatumia dawa za kulevya. Mimi situmii dawa za kulevya, kwa nini nipelekwe katika sober house? Labda ni kwa sababu wanatumia pombe, labda ni kwa sababu wanatumia dawa tiba zenye asili ya kulevya, labda ni kwa sababu anatumia mirungi, labda ni kwa sababu anavuta bangi, na ndio maana husema kwamba mimi situmii dawa za kulevya. Wanaopelekwa soba ni wale ambao wanatumia dawa za kulevya. Labda niwafahamishe kitu kimoja katika nilichoweza kugundua juu ya msemo huu ni kwamba watu hawana uelewa wa kutosha juu ya dawa za kulevya ni nini hasa. Labda leo unaweza kunisikiliza, naweza kuweza kufafanulia mawili matatu uweze kujua dawa za kulevya ni nini na aina ya dawa za kulevya, aina ya makundi ya dawa za kulevya. Dawa za kulevya ni kemikali aina yoyote ambayo mtumiaji anapoweza kuitumia huathiri mfumo wa fahamu na kumsababisha mtu huyu kuweza kubadilika kifikra, kihisia na kitabia. Kuna dawa za kulevya ambazo zimethibitishwa kisheria. Hapa naizungumzia pombe kwa zile soft drugs, naizungumzia dawa tiba zenye asili ya kulevya, na kuna dawa za kulevya ambazo hazijathibitishwa kisheria. Hapa naizungumzia heroin, naizungumzia mirungi, naizungumzia bangi, naizungumzia cocaine. Hizi ni dawa za kulevya ambazo kutokana na sheria yetu ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hazijaruhusiwa kisheria. Na kuna makundi matatu ya dawa za kulevya. Kundi la kwanza ni kundi la vichangamshi, ambapo mtumiaji anapoweza kuitumia dawa ya kulevya ambayo ipo katika kundi la vichangamshi, ule mfumo wa fahamu unafanya kazi juu ya kiwango. Hapa nazungumzia cocaine, nazungumzia mirungi, lakini nazungumzia pombe ambayo ni soft drugs utakapoinywa katika kiwango kidogo. Kundi la pili ni kundi la vipumbaza au vilaza, ambapo mtumiaji anapoweza kutumia dawa ya kulevya ambayo ipo katika kundi hili, ule mfumo wa fahamu unafanya kazi chini ya kiwango. Hapa nazungumzia dawa tiba zenye asili ya kulevya kama tramadol pamoja na valium, naizungumzia heroin, naizungumzia pombe iwapo mtu atainywa katika kiwango kikubwa. Lakini kundi la tatu la dawa za kulevya ni kundi la vileta njozi. Hapa mara nyingi nazungumzia bangi, lakini pia naizungumzia aina fulani ya uyoga. Na mtumiaji anapoweza kutumia dawa ya kulevya ambayo ipo katika kundi hili, ule mfumo wa fahamu unatafsiri vitu kinyume na uhalisia, na hasa ile milango mitano yote ya fahamu huweza kutafsiri vitu kinyume na uhalisia. Kwa tunapoweza kuzungumzia dawa za kulevya, tunazungumzia makundi haya yote matatu. Kundi la nne hili mara nyingi halina watumiaji wengi katika nchi yetu ya Tanzania. Ni kundi la viyeyushi, ambaye tunaweza tukakuta petroli pamoja na gundi, ambao katika takwimu inaonyesha kwamba limekuwa na watumiaji wadogo sana. Kwa hiyo ni kundi ambalo moja kwa moja huwa hatupendi sana kuweza kulizungumzia. Tunaangalia makundi haya matatu kwa sababu ndio yamekuwa na ongezeko kubwa la watumiaji na jamii kubwa inaweza kuathirika kwa namna moja au nyingine. Sasa iwapo utatawaliwa na dawa hizi zote za kulevya ambazo zipo katika makundi haya matatu, huduma pekee ambayo unaweza kuipata Joe Double Recovery House. Hiki ni kituo cha huduma za utengemao kwa waraibu wote dawa za kulevya. Tupo Kigamboni Kibada, block 15 na 17. Tunasaidia jinsia zote, wanawake pamoja na wanaume. Na kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0673204332.
daima inaonekana kuwa haiwezekani mpaka kukamilika kwake. Nafuu inapatikana.